Katika saa chache zilizopita kumekuwa na majibizano makali kati ya Marekani na Iran. Marekani inasema Iran isipokubali kutia saini mkataba wake wa masuala ya nyuklia itakiona cha mtemakuni. Iran nayo inasema kwa sasa ni kufa kupona, hairudi nyuma katika azma yake. Mun Iran hadi la sarata yumim. Wengi wanajiuliza mapambano haya na vita hivi vinavyoendelea yatakuwa na athari gani kwa ulimwengu nje ya taifa lenyewe la Iran? Kama unavyotazama, tuko kazini, tunaandaa taarifa hiyo na nyingine nyingi inapotimu saa 3 kamili usiku, na mimi Roncliffe Odit katika Allahu Akbar. Madam. Nini kinafuata baada ya Marekani kushambulia vituo vitatu vya nyuklia vya Iran? Hadi sasa hakuna taarifa kamili kuhusu kiwango cha uharibifu uliofanywa na mashambulizi hayo, licha ya Rais wa Marekani Donald Trump kujigamba hadharani kuwa hatua hiyo imefanikiwa kusitisha mpango wa Iran wa kutengeneza silaha za nyuklia. Wakati dunia ikisubiri kwa taharuki majibu ya Iran, hatua ya kwanza ilionekana ni taarifa kutoka Tehran kuhusu bunge la Iran kuunga mkono azimio la kufunga mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta. Uamuzi huo tayari umeathiri soko la mafuta kwa kusababisha kupanda kwa bei. Ndege 7 za kivita aina ya B-2 Spirit Stealth Bombers zimerejea salama katika kituo chao cha kijeshi nchini Marekani baada ya kushiriki katika shambulio kubwa la anga dhidi ya vituo viwili vya nyuklia vya Iran, tukio lililofanyika usiku wa kuamkia Jumapili ya Juni 22 mwaka 2025. Waandishi wa habari wa Associated Press walishuhudia kwa macho yao ndege hizo zikitua katika kituo cha jeshi la anga cha Whiteman kilichopo umbali wa takriban kilomita 117 kusini mashariki mwa jiji la Kansas. Uwanja huu ni makao ya kikosi cha 509. That was close. Oh, wow. Pretty. Oh, there's another one. Yeah, they're going. Wow, that was close. Oh, wow.